Swalatul muhdithi nasiya, tunaizungumzia swala ya yule aliyepata hadathi na akawa amesahau kama alipata hadathi. Tumeelewana mtu? Yani mathalan mtu alikuwa na udhu, lakini baada ya kuwa na udhu alikwenda chooni akafanya harakati zake chooni, au alikwenda akakutana na mke wake kwa ajili ya tendo la ndoa, lakini hakumbuki ya kwamba aliweza kupata ile hadathi ndogo au hadathi kubwa. Yeye akaingia kwenye swala tu, Allahu akbar, akiwa na imani ya kwamba mimi nipo sawa, sina tatizo. Tunamzungumzia mtu huyu, naye swala yake ni vipi? Man salla bighairi taharatin nasiyan, mwenye kuswali pasi na kuwa tahara hali ya kuwa alisahau, au jahilan bihadathihi, au alikuwa hajui kama yeye amepata hadath, fa alayhi al-i'adatu, anatakiwa ailipe hiyo swala, airudie. Kwa ufupi, tumeelewana tena? Umetoka nyumbani kule, waja zako msikitini hapa, umesahau ya kwamba mimi nilipata hadathi, nilikwenda haja ndogo ama haja kubwa, ina maana udhu sina. Wewe ukaswali Allahu akbar, ukija ukitoa salamu, sasa ikiwa umetulia vizuri, unakumbuka ya kwamba mimi nimeswali biduni udhu, nimeswali pasi na kuwa na udhu, unaambiwa unatakiwa moja kwa moja uirudie hiyo swala. Kwa maana hiyo swala haipo. Tumeelewana vizuri hapo? Naam. Ad-dalilu min al-ijma', dalili ni makubaliano ya maulama. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema mwanachuoni Ibn Taymiyyah, Mwenyezi Mungu amrahamu, man nasiya taharata al-hadathi, mwenye kusahau kujitaharisha kutokamana na hadath, wa swalla nasiyan, na akaswali hali ya kuwa amesahau, fa alayhi an yu'ida salata, ni juu yake airudie tena hiyo swala, bi taharatin, kwa tahara, bimaana akiwa safi. Umeswali hali ya kuwa haupo safi, hali ya kuwa umesahau, baada ya kukumbuka ya kwamba niliswali sikuwa safi, unatakiwa urudie hiyo swala yako, kwa sababu hakuna swala hapa, bila nizai, bila ya ugomvi wowote. Hiyo ndiyo hukumu ya maulama. Umesahau ukaswali biduni tahara, wewe unatakiwa urudie hiyo swala. Nenda kwenye Majmu'ul Fatawa, kitabu nambari 22, ukurasa ni wa 99.